Hatimaye Sarah, ex-girlfriend wa Harmonize, ameamua kuingilia kati katika ile sakata ambalo linaendelea kati ya Ibra pamoja na Harmonize. Sasa Sarah yeye ameamua kuingilia kati kwa upande wake, kukumbushia kwamba yale madeni ambayo alikuwa anamdai Harmonize na alikuwa anayafuatilia katika vyombo vya sheria zaidi ya miaka 5. Sasa katika hiyo bilioni 1 ambayo Ibra anahitaji kulipa ili aweze kutoka pale Konde Gang, sasa Sarah na yeye anahitaji kulipwa madeni yake ambayo anamdai Harmonize. Mambo ni mengi sana katika mitandao ya kijamii. Sasa ili mradi usipitwe na haya mambo yote ambayo yanajili katika mitandao ya kijamii, wewe cha kufanya subscribe hapo ili uwe mwanafamilia na uwe wa kwanza kupata update zote ambazo zinajili katika masuala mazima ya mitandao ya kijamii, hususan katika masuala ya entertainment story. Sasa Sarah kupitia ukurasa wake wa Instagram leo hii ameweza kuweka Insta story ya maneno ambayo yanahusiana na hili swala ambalo linaendelea kati ya Harmonize pamoja na Ibra. Sasa kitu ambacho kimewaacha hoi watu wengi katika Insta story ambayo ameiweka Sarah, background ya nyimbo ambayo ameiweka ni wimbo wa Ibra ambao unafahamika sasa hivi, ambao unafanya vizuri. Yani tukisema wimbo ambao unafanya vizuri sasa hivi katika mitandao ya kijamii na nje ya mitandao ya kijamii, yani katika maisha ya kawaida, ni wimbo wa Ibra ambao unafahamika kama Copy and Paste. Sasa Sarah kupitia ukurasa wake wa Instagram katika upande wa Insta story ameandika kwamba kabla ya kudai haki zako, hakikisha umetimiza wajibu wako. Nimesubiri kwa miaka 5. Kaeka na emoji za kucheka. Sasa huu ni ujumbe, ni message sendi kwenda kwa Harmonize kwamba Harmonize bwana, kabla ya kudai haki zako kwa Ibra, hiyo bilioni 1 ambayo unamdai Ibra, sasa hakikisha kwanza kwa mujibu wa Sarah ambao anamwambia Harmonize kwamba hakikisha umetimiza wajibu wako. Sasa ni kipi ambacho kinaendelea kati ya Harmonize pamoja na Sarah? Nikurudishe way back kidogo. Harmonize kipindi yuko Wasafi, Sarah ndo mwanamke ambaye alimshawishi Harmonize aweze kutoka pale Wasafi. Na baada ya Harmonize kutoka Wasafi, mwanamke ambaye alikuwa anampa tagi kubwa sana katika masuala yake ya kimuziki ni Sarah, katika masuala mazima ya kutafuta sijui studio, sijui masuala ya kununua vifaa, sijui nini. Hata ile pesa ambayo Harmonize alikuwa anadaiwa na Wasafi shilingi milioni 600, miongoni mwa watu ambao waliweza kutoa tagi ama kuchangia pesa alikuwa ni Sarah. Sasa walikuwa na makubaliano gani kati ya Harmonize pamoja na Sarah? Sasa sijui wenyewe walivyokaa huko wakaongea, sijui ikawaje, hakuna ambaye anafahamu, ila kikubwa ambacho sisi wa Tanzania tunachokifahamu kwamba Sarah katika miongoni mwa watu ambao walikuwa wanamshawishi Harmonize kutoka WCB, Sarah naye alikuwa ni miongoni mwa mtu ambaye alikuwa anampa tagi kubwa sana. Na hata Harmonize alivyoweza kutoka WCB, Sarah ndo mwanamke ambaye alikuwa anampa tagi kubwa sana katika mambo yake binafsi ambayo alikuwa anayafanya. Na tuliweza kuona picha ambazo ilisemekana kwamba Harmonize pamoja na Sarah waliweza kufunga ndoa ya kisiri, na tena ilikuwa ni ndoa ya Kiislamu. Lakini baada ya miezi kadhaa kupita, tukaja kushuhudia penzi la wawili hawa kwisha. Yani wawili hawa waliweza kuachana na penzi lao kufika mwisho. Sasa baada ya penzi la wawili hawa kufa, kuna mambo ambayo yaliendelea sasa kati ya Harmonize pamoja na Sarah. Sarah akidai kwamba Harmonize ana pesa ambazo anamdai. Ilikuwa ni issue kubwa sana mpaka wakafikishana mahakamani. Mambo yalikuwa mengi sana, lakini sasa dakika za mwisho kesi ikawa imeisha juu na Watanzania tulikuwa hatujui kitu gani ambacho kinaendelea. Kumbe kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, Sarah alikuwa anaendelea kufuatilia madeni yake ambayo alikuwa anamdai Harmonize zaidi ya miaka 5, na alikuwa anasubiria sasa jibu kamili ya swala lake linaishaje. Sasa leo hii baada ya issue ya Harmonize kumdai Ibra shilingi bilioni 1, Sarah na yeye ameamua kuingilia kati kwamba katika hiyo bilioni 1 ambayo unamdai Ibra bwana we, na mimi na madeni yangu nayokudai, kabla hujadai haki yako hakikisha unawajibika. Sasa baba,
umewajibika kwa madeni ya watu ambayo unadaiwa? Sasa tutegemee nini? Tutegemee kumuona Sara na yeye akiwemo Basata, kati ya Sara, Harmonize na Ibra wakiwepo Basata? Sasa issue imekuwa kubwa sana ambayo inaendelea sasa hivi kati ya Ibra pamoja na Harmonize. Kuna watu ambao walikuwa hawaiamini issue, kwamba walikuwa nadhani kwamba ili swala ambalo linaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii ni kiki, lakini sasa kwa the way kila siku ambazo zinazidi kwenda, hili swala linazidi kuwa kubwa na Ibra anazidi kupata backup kubwa sana, yani tagi kubwa ambalo linajitokeza kumsaidia. Miongoni mwa watu ambao walimpa backup na kumpa tagi alikuwa Diamond Platnumz kwa kushare picha, kwa kuweka background ya wimbo wake, na tuliweza kumuona Ibra pale katika upande wa comment akimuomba msaada Diamond Platnumz kwamba bwana babu hebu fanya mpango basi na mimi hata unichangie katika hiyo bilioni 1, basi nichangie hata senti kadhaa, maana mwanao Harmonize ameweza kunichangia 100,000. Sasa wewe kama babu utanichangia shingapi? Ndo kitu ambacho kinaendelea sasa. Na mwingine sasa ameweza kujitokeza, huyu hapa Sara, na wengi tunafahamu karibu wa Harmonize na Sara. Kuna ambaye hasiyojua na kuna ambaye asiyelijua hili penzi. Stories zilikuwa nyingi sana. Miongoni mwa story kubwa ambayo ilikuwepo kati ya Harmonize na Sara baada ya kuachana wawili hawa ni hiyo issue ya Harmonize kudaiwa madeni na Sara. Sasa kuna ambaye alijua kwamba madeni yale ambayo Harmonize alikuwa anadaiwa na Sara yaliishaje, kwamba Harmonize alilipa au hajalipa. Lakini sasa mambo mengine mapya kabisa Sara ameweza kuibua leo baada ya kuposti hiyo posti ambayo ameandika maneno hayo kwa kuweka background ya wimbo wa kukopi na kupesti. Sasa nani ambaye anakopi na kupesti? Nini ambacho kitatokea kati ya Harmonize pamoja na Ibra na Sara ambaye ameamua kuingilia kati ili jambo? Na Sara tunamfahamu ni mzungu, na wazungu kwenye masuala mazima ya sheria wako vizuri, kwa kuwa aliweza kusubiria zaidi ya miaka, miaka 5. Sasa leo hii ameamua na yeye kuingilia kati. Bwana katika hiyo bilioni 1 mambo ni mengi sana ambayo yanaibuka katika mitandao ya kijamii. Subscribe hapo ili uwe wa kwanza kupata update yale yote ambayo yanajili katika masuala mazima ya entertainment story, nami niko hapa kukufikishia kile ambacho kinajili. Sasa una uhuru wa kushusha comment yako hapo chini kwa the way ambavyo una feel hii moment ambayo inaendelea sasa hivi kati ya Sara pamoja na Harmonize, ama kati ya Harmonize pamoja na Ibra. Hii bilioni 1, nini ambacho kitajili katika hii bilioni 1? Maana kila siku ambazo zinazidi kwenda na mambo yanazidi kuibuka mambo mapya, yani kila siku ambavyo tunaamka na kulala, yani tunalala na kuamka, tunakutana na mambo mapya kabisa. Yani kila siku ambazo zinazidi kwenda, mara leo wao wameitwa Basata, mara huyu amefika Basata na huyu hajafika Basata. Lakini sisi kama wanafamilia wa Bongo East tunahakikisha kukuletea kile ambacho kinaendelea katika hili swala na masuala mengine yote ambayo yanahusiana na masuala ya entertainment story. Wecha kufanya, usiache kusubscribe. Unaweza kushusha comment yako hapo chini na sita show love na wewe kama mwanafamilia wa Bongo East. Can call me Rameli. Thank you, tukutane katika another story.